Leo nataka kuanzisha huduma yenye nguvu ambayo nataka kuita huduma ya uwepo. Hii inatokea unapoonekana katika maisha ya mtu anayeteseka au aliyekata tamaa. Wewe hufanyi hivyo ili kumpa mtu huyo mstari wako unaopenda katika mazungumzo mafupi ya motisha. Hapana, unafika na kusikiliza na kuwahudumia. Unawasiliana upendo na msaada. Kwa njia, huhitaji kufundishwa kwa ajili ya huduma hii. Huhitaji kuwa mfasaha. Huhitaji kuwa na wasifu wa uzoefu. Unachofanya ni kufika tu. Na nataka kutazama pamoja nawe jinsi inavyotokea hapa katika maisha ya Ayubu. Sasa katika sura ya 2 na mstari wa 11 tunatambulishwa kwa marafiki watatu wa Ayubu. Tunawaita washauri watatu, na wacha niseme tu katika sura ya 2 wanafanya sawa. Kila kitu kinakwenda vibaya mara tu wanapoanza kuzungumza. Tutafikia hilo baadaye, lakini kwa sasa tunasoma hapa katika mstari wa 11. Marafiki watatu wa Ayubu waliposikia juu ya mabaya yote yaliyompata, walikuja kila mmoja kutoka mahali pake. Elifazi Mtemani, Bildadi Mshua na Sofari Mnaamathi walifanya miadi, yaani mkataba, makubaliano pamoja, kuja kumwonyesha huruma na kumfariji. Sasa Elifazi anatajwa kwanza, labda kwa sababu yeye ndiye mzee zaidi. Katika kila mzunguko wa hotuba zinazotolewa na marafiki hawa watatu baadaye katika kitabu, Elifazi daima huongea kwanza. Anajitaja mwenyewe katika sura ya 15 kama mtu mwenye mvi. Kwa kweli, anasema yeye ni mzee kuliko baba ya Ayubu. Kwa hivyo, Elifazi labda ana umri wa angalau miaka 75. Jina lake linamaanisha Mungu ni dhahabu safi. Alikuwa kiongozi tajiri na mwenye ushawishi katika mji wake wa nyumbani huko kusini mwa Arabia. Sasa mtu anayefuatia kutajwa hapa katika mstari wa 11 ni Bildadi Mshua. Bildadi haonekani mahali pengine popote katika Biblia. Yeye anatoka Shua, eneo lililopewa jina la mwana mdogo wa Abrahamu na mke wake wa pili Ketura katika Mwanzo sura ya 25. Inawezekana kabisa kwamba Bildadi na mwana wa Abrahamu, Shua, walifahamiana. Na ikiwa ni hivyo, Bildadi huenda alifaidika na hekima ya mwana mdogo wa Abrahamu. Tunachojua ni kwamba Bildadi alikuwa rafiki wa Ayubu, na kwa kweli hilo pekee linamzungumzia vizuri. Rafiki wa tatu na wa mwisho kutajwa hapa ni Sofari Mnaamathi. Yeye daima ndiye wa mwisho kuzungumza, na kwa hivyo, kulingana na utamaduni na desturi hii, angekuwa mdogo kati ya hao watatu. Yeye anatoka Naam, ambayo ni eneo zaidi ya uwezekano kati ya Beirut na Damascus ya kisasa. Naam, hawa marafiki watatu wamesikia habari za kusikitisha kuhusu Ayubu na yote aliyopoteza. Ilichukua muda kwao kupata habari hizo. Ilichukua muda kwao kukutana, kuwasiliana mbele na nyuma. Ilichukua muda ambapo hatimaye walikubaliana kusafiri pamoja kumtia moyo Ayubu. Mwandishi mmoja alisema kwamba ikiwa una rafiki mmoja ambaye ataacha kila kitu na kukimbia kwako wakati wa uhitaji, hilo ni jambo zuri. Kuwa na marafiki watatu kama hao, naam, hilo ni la kushangaza. Lakini hatuna wazo ni muda gani ilichukua kufanya safari hii. Inawezekana ilikuwa miezi 6 kabla hawajafika, au hata zaidi, kwa sababu ya mawasiliano ya mbele na nyuma, mpaka wakati walipokubaliana kuanza kusafiri pamoja na walipofika. Hata hivyo, mtu fulani aliwaelekeza kwenye dampo la mji ambapo Ayubu sasa anaishi kati ya majivu. Tunasoma hapa katika aya ya 12, walipomwona kutoka mbali hawakumtambua na wakapaza sauti zao na kulia. Maandishi ya Kiebrania yanatufahamisha kwamba walikuwa wakilia kwa huzuni na mshtuko. Aya ya 12 pia inatuambia walirarua mavazi yao na kutawanya vumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Sasa kurarua vazi kutoka shingoni kuelekea moyoni ilikuwa njia ya kawaida ya kuonyesha kwamba moyo wako umevunjika au kuumizwa. Kwa kuwa Ayubu
yuko mchafu hapa kwenye dampo la mji. Kimsingi wanajiunga naye kwa kuchafua nywele na mavazi yao wenyewe kwa vumbi. Na sasa tunaambiwa hapa katika aya ya 13, walikaa naye chini kwa siku 7 na usiku 7, na hakuna aliyesema neno lolote kwake, kwa maana waliona kwamba mateso yake yalikuwa makubwa sana. Nikuambie wapendwa, hii ni huduma yenye nguvu ya uwepo. Na hawa marafiki watatu wanafanya jambo sahihi. Wanafanya jambo sahihi. Na wanajibu bila kusema neno, kwa kweli, kwa njia 3 tofauti. Kwanza, wanajitambulisha na Ayubu katika hali yake ya kimwili. Na maanisha kama Ayubu ameketi hapa kwenye majivu ya takataka zilizochomwa kwenye dampo la mji, basi wao wataketi chini naye. Watawapuuza tu watu wote wa mji walioko nje ambao labda wamekuja kumtazama. Mapema katika aya ya 11 tunaambiwa kwamba walikuja kumhurumia. Kitenzi hicho cha Kiebrania kumhurumia kinamaanisha kumonyesha huruma. Kinamaanisha zaidi ya, unajua, kukumbatiana kwa haraka. Inamaanisha kimsingi kutikisa mwili mbele na nyuma huku ukitikisa kichwa chako. Unajua nini? Hizo ni ishara za huzuni. Unaweza kufanya hivyo leo unapopata habari za mateso yasiyotarajiwa ya sekunde 39 za mtu. Kile unachoweza kufanya ni kufunika mdomo wako na kutikisa kichwa chako mbele na nyuma na kutikisa mwili wako, na unashangaa tu. Uko kimya na unajiunga nao katika huzuni yao. Hivyo ndivyo wanavyofanya hapa na Ayubu. Unajua hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha Ayubu haombolezi peke yake tena. Ana hawa wanaume watatu, watu wazima, hapa kwenye dampo la mji wakilia pamoja naye. Wanalia na wanapiga mayowe kwa sababu ya hasara zake zote za kusikitisha. Kwa njia, umewahi kwenda kwenye dampo la mji unapoishi? Umeshawahi kuendesha gari hadi kwenye jaa kutupa mzigo wa takataka? Nimewahi. Inakufanya upumue kwa shida. Harufu ya takataka zinazooza, kelele za ndege wote hao juu wakipigania chakula, inakufanya unataka kuondoka baada ya, kama unajua, dakika 7. Fikiria kuwa huko kwa saa 7. Vipi kuhusu kwa siku 7? Mstari wa 13 unasema walikaa naye chini kwa siku 7 na usiku 7. Unaona, wanajitambulisha naye kimwili. Sasa pili, walijiunga na Ayubu katika wakati wake wa huzuni na majonzi. Unahitaji kuelewa kwamba siku 7 na usiku 7 ilikuwa ni muda wa kawaida wa kuomboleza wafu. Kwa hivyo wanashikilia aina ya ibada ya kumbukumbu ya ghafla kwa Ayubu wanapokumbuka kupoteza watoto wake 10. Unaona, hawamwambii Ayubu akatize huzuni yake. Wanajiunga naye katika wakati huu wa huzuni. Je, umewahi kugundua ukweli kwamba hakuna mtu anayewahi kualikwa kwenye mazishi? Mialiko haitumwi kwa barua. Neno linaenea tu, na marafiki hujitokeza tu, na kama hawawezi watatuma maua au barua au kadi kuwasiliana na mwenye huzuni. Hei, nataka unihesabu, niko hapo na wewe njia yote. Hivyo ndivyo wanavyofanya hapa kwa Ayubu. 3. Waliruhusu kazi nafasi ya kuzungumza kwanza. Sasa usikose hii. Piga mstari huu akilini mwako. Wataruhusu Ayubu kuwa wa kwanza kuzungumza. Sijui kuhusu wewe, lakini ninapofika kitandani au nyumbani au chumba cha hospitali cha mtu anayeteseka, ninashawishika kuvunja ukimya hapa haraka. Lazima nipate kitu cha kusema. Usifanye hivyo. Hatuhitaji kusema chochote cha kina au cha busara. Kumbuka, marafiki hawa wanafanya sawa hapa kwa kubaki kimya. Wale wanaotoa huduma ya uwepo hawafiki kuzungumza. Wanakuja kwanza kuangalia na kulia, kushirikiana, kusikiliza. Hii ni kumbusho nzuri, wapendwa, kwamba Biblia haipaswi kutumiwa kama plasta, unajua, kana kwamba tunaweza tu kuweka mstari fulani unaopendwa kwenye moyo wa mtu anayehuzunika na, unajua, kufanya uhisi vizuri. Maandiko
Siyo aspirini hapa, chukua mistari hii miwili na nipigie simu asubuhi ukiwa unajisikia vizuri. Hapana. Majeraha ya mwili yanachukua muda kupona. Tunapaswa kuelewa kwamba majeraha ya ndani ya moyo yanachukua muda kupona pia. Na kama hujajifunza hilo hadi sasa, jifunze hapa katika tukio hili. Hauondoi huzuni ya mtu unaishiriki. Nakumbuka kusoma muda fulani uliopita kuhusu mchungaji na mke Iwake ambao walipitia wakati mgumu baada ya kupoteza mwana wao wa miaka 18 ambaye alikufa katika ajali. Baadaye alizungumza kuhusu uzoefu wake katika huzuni na alisema, unajua, nilivunjika kwa huzuni. Alisema watu walikuwa wakija kutembelea. Alisema, nakumbuka mtu fulani aliyekuja ambaye nilimfahamu vizuri, akizungumza nami kuhusu jinsi Mungu anavyoshughulika. Unajua kwa nini hili lilitokea? Unajua tumaini nililokuwa nalo baada ya kaburi. Na alizungumza kila mara na alisema mambo ambayo yalikuwa ya kweli. Mchungaji huyu alisema, lakini sikuguswa isipokuwa nilitamani aondoke, na hatimaye aliondoka. Lakini kisha alisema, muumini mwingine alikuja na kukaa kando yangu kwa saa moja au zaidi na kusikiliza kila nilichosema, akajibu kwa ufupi, akaomba kwa urahisi na akaondoka. Na mchungaji alisema, niliguswa na kufarijiwa na nilichukia kumwona akiondoka. Wapendwa, tuwape wengine aina hiyo ya faraja. Hii ni huduma ya kina ambayo tunaweza kuita wizara ya uwepo. Basi hadi tutakapoanza safari yetu ya hekima inayofuata, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.